Kichwa cha somo letu la leo ni njia 3 za kuwasiliana na Mungu. Inatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Katika utangulizi, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa wasiwe na wasiwasi juu ya mambo mengine. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake ambao walimuuliza jinsi ya kuomba. Katika Mathayo 6 mstari wa 32 inasema kwamba hampaswi kuomba kama watu wa mataifa. Mataifa hayakupokea wokovu. Waliweza kuomba kupitia nini cha kukula, nini cha kukunywa na hata nini cha kuvaa. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba huwezi kutumikia Mungu wawili. Na kwa sisi ambao tumepokea wokovu, mambo ya kidunia sio mabwana wetu. Sisi ambao tumepokea wokovu. Kwa sababu Kristo anakufa kwa ajili yetu na yeye ndiyo Bwana wetu hata sasa. Na aliwaambia katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 ambao wanatafuta ufalme wake na haki yake. Na kwa sababu ulimwengu huu umejaa na kutawaliwa na ufalme wa Shetani na ufalme wa ulimwengu. Kwa hivyo, tunachohitaji ni ufalme wa Mungu. Na njia ya wokovu ni kwamba ili kutuokoa aliweza kuja kama Kristo. Na Kristo huyu alichukua dhambi zote na shida ya mwanadamu na kufa msalabani. Na ndiyo sababu kile tunachoomba na kile alichotuambia ni kutafuta tu haki ya kile Kristo aliweza kufanya. Wakati huo ndio wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi na ufalme wa Mungu unakuja. Na ukifanya hivyo, Mungu aliahidi kwamba atafanya mambo mengine. Na ikiwa hatutafute ufalme wake na haki yake kwanza, na kutafuta vitu vya ulimwengu, hiyo inakuwa njia ambayo Shetani analima ndani yetu. Na baraka kubwa kwa wale ambao wamepokea wokovu ni kuweza kuwasiliana na Mungu. Mtu ambaye amepokea wokovu anawezaje kuwasiliana na Mungu? Tangu wakati huo katika kuomba aliahidi kuwa nasi kupitia Roho Mtakatifu. Na katika kitabu cha Luka, Yesu alizungumzia kwa mifano. Na hapo ndipo Mafarisayo wote na viongozi wa kidini walipokuwa wakimsikiliza. Na ndiyo sababu wakati Yesu alikuwa akiongea ni kuelewa. Na ni watoto wa Mungu pekee wanaoweza kuelewa neno la Mungu. Yule anayependa vitu vya ulimwengu hawezi kuelewa. Na watu wanaopenda ulimwengu huu haswa pesa, mamlaka na nguvu hawawezi kuelewa neno hili. Ndiyo sababu Yesu alitoa neno hili kupitia mifano. Na tunaposikia neno, tunaweza kuelewa neno hili tu wakati Roho Mtakatifu amekuja juu yetu. Na watu wanaopenda vitu vya kidunia ni kwa sababu viwango vyao ni juu ya vitu vya kimwili. Ndiyo sababu hawawezi kuelewa mambo ya kiroho. Hata hivyo, injili hii haijaanza kutoka kwangu, bali kutoka kwa Mungu. Ndiyo sababu tunaita injili. Hiyo ndiyo kiwango na njia ya Mungu kutuokoa sisi. Wakati Mungu aliwaumba wanadamu tu kwa mfano wake mwenyewe. Aliumba mbingu na dunia na viumbe vyote, lakini aliweza kuumba binadamu tu kwa mfano wake mwenyewe. Na kwa huyu mwanadamu, Mungu anapumua maisha yake ndani yao, na ndiyo sababu wakawa kiumbe wa kiroho. Na kwa mtu huyu katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 16 na katika kitabu cha Mwanzo
2 mstari wa 17 aliwapa agano, na wakati huo wanadamu walikuwa wakiyafurahia agano. Hapo ndipo wanaweza kufurahia baraka ambazo Mungu amewapa katika Mwanzo 2 mstari wa 18. Ndiyo sababu wanadamu ni kiroho, na wanapokuwa pamoja na Mungu wanaweza kuwa na furaha. Katika Mwanzo 3, Shetani alimtumia nyoka kumdanganya mwanadamu. Alisema kwamba unaweza kuwa kama Mungu na kuwafanya wasitii neno la Mungu. Hapo ndipo walipodanganywa na Shetani na kufanya dhambi, na kwa sababu hiyo waliweza kutenganishwa na Mungu na wataondoka katika jehanamu ya milele. Walikuwa viumbe wa kiroho. Hata hivyo, kwa sababu walikamatwa na Shetani, walikuwa wafu wa kiroho. Na katika kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 1 hadi 2, hiyo ni kwamba hawawezi kumjua Mungu wala kukutana na Mungu, na hawana chaguo ila kumwabudu Shetani. Na watu ambao hawamjui Mungu wanaishi maisha mabaya zaidi hata kuliko wanyama wanaofuata mwili. Na wanaishi kama mtoto wa Shetani, mtawala wa hewa, na wanaanguka katika dini na sanamu ambazo zinawafanya wakabiliane na shida zaidi. Mungu tayari alijua kwamba wanadamu watafanya dhambi ya asili. Ndiyo sababu alitoa majibu na suluhisho katika Mwanzo 3 mstari wa 15. Hiyo ni uzao wa mwanadamu utaponda kichwa cha nyoka msalabani. Na katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 3 hadi 4, kwamba kabla ya uumbaji alituchagua ili kutupa baraka za milele. Kabla hata hatujazaliwa, Mungu alitupa baraka hii, na alitupa siri ya Mungu ili kurejesha baraka za mwanadamu wa asili. Watu wa kidini hawajui Kristo ni nani, na hawajui ni shida gani ya kiroho. Ndiyo sababu katika Biblia inasema kwamba Yesu aliwaita wale aliotaka kuwa nao ili kuwafukuza pepo na pia kwenda kuhubiri. Imeandikwa katika Marko 3 mstari wa 13 hadi 15, na pia imeandikwa katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16, kwamba sio sisi tunayemchagua Mungu, lakini ni Mungu aliyetuchagua. Njia bora ya kuwasiliana na Mungu ni kutambua kwamba ni Mungu aliyekuja kwetu, kwa sababu kwa njia na juhudi zetu hatuwezi kukutana na Mungu. Lakini watu ambao waliokuwa kwenye siasa, waliokuwa wakifikiri kwamba wanaweza kukutana na Mungu kwa juhudi zao, na hata waumini wa kanisa ambao hawajui Injili, wanafikiri kwamba wanaweza kupokea baraka ikiwa wanamwamini Yesu. Ndiyo maana baadhi ya wachungaji wanasema kwamba ikiwa unataka kuwa na furaha, kukuwa tajiri, basi ulikuja na kubarikiwa na mimi. Na walikuwa Mafarisayo, na wao ndio waliomsulubisha Yesu. Tunahitaji pia kujichunguza. Kwa nini siwezi kuwasiliana na Mungu? Ni kwa sababu ninavutiwa na vitu vya kimwili. Ni mimi niliyemsulubisha Yesu. Njia ya Mungu ni kumfanya Yesu azaliwe katika hori. Ndio maana wale ambao hawaelewi Injili hawahitaji Yesu Kristo. Na ingawa wanasema wanamwamini Yesu, na mara tu aliposulubiwa waliweza kukimbia. Kwa sababu Mafarisayo na watu wa kidini wanachokiamini ni vitu vinavyoonekana.
na wanasema wanaamini neno la Mungu, na wote walianguka katika sheria zao wenyewe, na hawakujua shida ya mwanadamu ni kutengwa na Mungu, na kwa sababu hiyo wanadamu wote wanakabiliwa na shida ya kiroho. Na Yesu akijua hilo alisema, si kuja hapa kwa ajili ya watu wenye haki, nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi, lakini hawakuweza kuelewa. Ndio maana watu wanaomfuata Yesu kwa manufaa yao wenyewe au kwa kupokea chakula, mara tu aliposulubiwa wote hukimbia. Ndio maana asili ya Yesu ilikuwa duni sana, na hawakuwa na historia yoyote, kwa sababu mabwana wengi wa watu wa kidini walikuwa kupitia pesa, mafanikio na umaarufu. Na ndio sababu Mungu hakuwaita watu kutoka kwa wasomi, lakini aliwaita watu kutoka kwa nyumba ya sanaa ikiwa huna historia. Na pia yule anayeelewa Injili, ingawa alikuwa msomi sana, alikuwa Paulo. Na katika Wakorintho wa pili 11 mstari wa 30, Mtume Paulo kulikuwa na jambo moja ambalo alikuwa akijivunia, na hilo lilikuwa udhaifu wake. Leo unahitaji kuelewa Injili kwa usahihi. Usidanganyike na hali ya watu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 18 inasema kwamba ujumbe wa msalaba ni upumbavu kwa wale ambao hawajaokolewa, lakini kwa yule anayeokolewa ni nguvu ya Mungu. Na ikiwa hauamini ujumbe wa msalaba na kifo cha Kristo, basi hawawezi kupokea wokovu. Na ikiwa unaamini kwamba Yesu Kristo amemaliza shida yote msalabani na sasa yuko pamoja nami, hapo ndipo unaweza kupokea wokovu kwa Roho Mtakatifu anayefanya kazi juu yako. Maisha ya Yesu ambayo ni Roho Mtakatifu inakaa ndani yangu. Ikiwa hauamini ukweli huu, basi huna chaguo ila kuwa na wasiwasi. Na kuna tofauti moja tu kati ya waumini na wasioamini. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 1-3, kwamba ikiwa hauamini katika hili, basi kama mtoto ambaye anaendelea kuwa na tata, unapambana na wasiwasi wako kwa sababu ya vitu unavyoona. Ikiwa Yesu Kristo yuko pamoja nami, na ikiwa unaamini juu ya ukweli huo, basi unachohitaji ni kuzingatia Mungu, kwa sababu mambo yako ndani ya mpango kamili wa Mungu. Na kisha ikiwa Mungu yuko pamoja nami, basi ninachohitaji ni kuendelea kuuliza mpango wa Mungu ni nini. Na ikiwa huamini katika hili, basi utakuwa hivi karibuni na kumkimbia Mungu. Na ikiwa Mungu yuko pamoja nami, basi unaweza kupata mpango kamili wa Mungu. Hapo ndipo roho yako inafufuliwa na kuhusu amani. Na ikiwa haufurahii fumbo la Mungu kuwa pamoja nawe, basi huna chaguo ila kuishi maisha yanayozingatia mimi, pesa, mafanikio na hata kuzingatia ulimwengu huu. Na ndiyo sababu hawana maslahi na wanaishi maisha ya kidini. Na ndiyo sababu Mungu alikuja hapa duniani na kufa msalabani na kufufuka. Na sasa yuko pamoja na wale wanaomwamini, na yuko pamoja nasi kupitia Roho Mtakatifu. Anawezaje kufanya hivyo? Na kuna njia ya kushikilia siri yake. Yuko pamoja nasi kupitia neno lake.
Katika kitabu cha Mwanzo 1:1-13, Mungu aliumba ulimwengu kupitia neno lake. Mungu ndiye neno, na vitu vyote unavyoona ni sanamu. Katika Yohana 1:1-14, kwamba neno hili linavaa mwili na alikuja hapa duniani na yeye ni Kristo. Katika Isaya 40:8, kwamba neno hili la Mungu itadumu milele. Na katika Waebrania 4:12, kwamba neno hili ni hai na linafanya kazi na linaweza kupenya viungo, roho na hata mioyo. Na katika kitabu cha Mhubiri 12:11, kwamba ikiwa neno la Mungu limetundukiwa mioyoni mwetu, basi utukufu wa Mungu unakuja huko. Hatuwezi kukariri neno lote la Mungu, lakini kuna sababu kwa nini Mungu alitupa neno. Biblia inafunua kwa nini wanadamu wanamhitaji Yesu Kristo. Na ndio sababu tunahitaji kushikilia kwa usahihi Injili ya Kristo. Na tunamwamini Yesu ambaye ni Kristo, na mtu yoyote anayeamini katika hili anaweza kupokea wokovu na anaweza kuwa wanafunzi. Na ikiwa Kristo huyu hawezi kuwa Bwana wangu, basi hatuna chaguo ila kushindwa. Katika kitabu cha Isaya 22:20-23, kwamba ikiwa neno la Mungu limetundukiwa mioyoni mwetu, hapo ndipo utukufu wote wa Mungu utaangaza huko. Hata hivyo, ikiwa pesa, umaarufu na mafanikio yametundukiwa mioyoni mwetu, basi shetani anatumia na anatufanya tuanguke. Wakati Kristo ambaye ni mfalme wa kweli, kuhani wa kweli na nabii wa kweli anatundukiwa misumari mioyoni mwetu, hapo ndipo tunaweza kuacha maisha mapya na mwanzo mpya. Na Mungu alimpa neno lake nani? Ni kwa yeye tu anayeshukuru kwa siri ya wokovu, na ana neno lake kwa wale ambao wana macho ya kiroho ambayo wanaweza kumuona shetani, Mungu wa utatu na malaika na mapepo. Na una shida za kiroho ambazo unajua au unaweza usijue. Kuna mpango muhimu wa Mungu kabisa hapo. Na wale ambao ni wagonjwa wa akili au waraibu wa kitu, kuna mpango kamili wa Mungu. Na una shida za kiroho ambazo unajua au unaweza usijue. Kuna mpango muhimu wa Mungu kabisa hapo. Na wale ambao ni wagonjwa wa akili au waraibu wa kitu, kuna mpango kamili wa Mungu. Na wana mpango muhimu wa kutambua Injili na shida yangu ya kiroho. Itakuwa suluhisho ambalo litawaokoa watu ambao wanakufa na shida ile ile ambayo mimi ninayo. Leo Mungu ametupa jibu. Kupitia neno, ametufundisha siri ya jina Kristo. Na jina la Kristo lina maana 3 ambazo zinaweza kutatua dhambi ya asili. Na shida hii yote imeanza kutoka Mwanzo 3. Na hilo ndilo tatizo la kimsingi kutatua dhambi ya asili. Na shida hii yote imeanza kutoka Mwanzo 3. Na hilo ndilo tatizo la kimsingi, na dhambi hii ya asili inaweza kutatuliwa na Mungu tu. Sababu ya mwana wa Adamu kuonekana ilikuwa kuharibu kazi ya shetani. Sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo imekuweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. Mimi njia ni kweli na uzima, na hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba basi isipokuwa kwa njia yangu. Na Yohana 5:24, mtu yeyote anayeamini neno na kuwa jina lake
anaweza kuokolewa. Na hatuwezi tena kutenda dhambi ambayo Adamu na Hawa walifanya. Na kwa wale wanaoamini katika jina la Yesu Kristo, wanaweza kupata uzima wa milele. Unapoamini kwamba unapovuka kutoka katika hali ya mtoto wa Shetani hadi katika hali ya kuwa mtoto wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana 1:12, basi kwa wote wanaoamini jina lake na kumkubali, aliweza kuwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16, kwamba yeyote anayeamini katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake mpaka afe. Baraka kubwa zaidi ya mtoto wa Mungu ni wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani yao na kuwa pamoja nao. Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi hata sasa. Hata ninapofanya makosa, wakati sina matumaini, hata wakati sina mipango. Na ndio sababu hatuhitaji mipango yetu wenyewe. Tunachohitaji ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na mwongozo huu wa Roho Mtakatifu ni kuhubiri juu ya Kristo. Ili tuweze kuhubiri kwamba Yesu Kristo amemaliza shida zote. Hata tunapojifunza kufanya kazi, na wakati tunaendesha biashara, na wakati Roho Mtakatifu amekuja juu yako, utakuwa shahidi wangu hadi mwisho wa dunia. Tunaweza kuomba kwa jina la Yesu. Alitupa siri kamili, na tunapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo, ndiyo wakati tunaweza kupokea wokovu. Na tunapoamini jina hilo, basi popote unapoenda, ufalme wa Mungu unakuja na yuko pamoja nasi kwa nguvu zake na mamlaka yake. Hiyo ndiyo njia ya Roho Mtakatifu kuwa pamoja nami. Na hiyo ndiyo njia ya kuwasiliana na kurejesha shukrani ya wokovu. Na kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi juu yangu na juu yake, kwa sababu hakuna mtu mwenye hekima au mwenye nguvu kuliko Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi kuwaokoa. Hatuwezi kuokoa au kutatua shida za kiroho. Hatuwezi kuokoa familia yetu. Lakini kwa nguvu ya Yesu Kristo, ambaye hutatua shida zote msalabani, na sasa yuko pamoja nami kupitia Roho Mtakatifu. Kwa nguvu hiyo tunaweza kuokoa familia yetu. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:1-3 inasema kwamba hatupaswi kudanganywa na mambo ya ulimwengu, kwamba hii ni sawa, hii ni mbaya, yote ni makosa. Na kilicho muhimu ni kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu milele, katika Wakorintho wa kwanza 3:16. Mimi ni hekalu la Mungu. Kwa Petero ambaye alikiri kwamba Yesu ndiye Kristo, alisema kwamba wewe ni kanisa la Kristo, na mahali ambapo watu hao hukusanyika ni kanisa. Wewe ni kanisa la Kristo, na uwanja ulipo ni uwanja wa misheni na kanisa. Na unapoamini juu ya ukweli kwamba Kristo ametatua matatizo yote, basi nguvu za giza hubomoka. Ikiwa hauamini hii, Roho Mtakatifu hatafanya kazi. Ndio sababu tunachohitaji ni kuamini hii. Hapo ndipo malaika wa Bwana atafanya kazi na nguvu za giza zinakimbia. Na ndio sababu hatupigani kimwili. Hebu tuangalie hitimisho. Tunawezaje kuwasiliana na Mungu? Mungu ni yule yule, iwe jana au leo. Kristo amemaliza shida zote na yuko pamoja nasi hata sasa. Shida ni mimi ambaye nilikuwa nikiishi kama kafiri. Mimi ambaye nilikuwa nikiishi maisha yangu juu yangu, nyembamba za mwili na mafanikio.
Na mimi ambaye nilikuwa nikijaribu kuishi kwa njia ya ulimwengu huu kwa dini, na mimi ambaye nilifikiri kwamba nilikuwa nikiishi kwa njia ambayo nilitaka, lakini nilikuwa nikiishi maisha yangu kama majimbo 6 ya wale wasioamini. Ndio sababu tunahitaji tu kuamini injili ya Kristo, na hiyo ndiyo lazima iwekwe ndani yetu. Na tunahitaji kuomba, ambayo inauliza kwa nini tunahitaji Kristo. Na hapo ndipo injili inapokita mizizi. Wakati shida na janga zinapokuja, hapo ndipo unaweza kufurahia injili. Na utaweza kuona watu wanaohitaji injili pia. Na katika kila uwanja utakaoenda, utaweza kuona kwa nini Kristo anahitajika kwao. Na hapo ndipo unapobadilisha alama yako, mzizi na asili na injili, na ili kufanya hivyo, naomba uanze kufanya mazoezi madogo. Unaweza kuwa na shida kadhaa. Naomba upate jibu kupitia neno. Shida halisi ni mimi kutengwa na Mungu. Na hiyo ndiyo sababu alikuja kwetu. Na alitatua tatizo letu hadi alipokufa msalabani. Na ikiwa unaamini katika hili, hapo ndipo Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe. Na hiyo ndiyo tunayoita uhariri. Na naomba ujichunguze ni kiasi gani unaamini jambo hili. Na utaweza kuona mpango wa Mungu. Na utaona mpango wa kuokoa uwanja. Na hii ni kupanga na pia kubuni. Ili ufanye hivyo, utahitaji kufanya viwango 3. Asubuhi sala ambayo inajifufua, na urejeshe siri kwamba Mungu wa utatu anafanya kazi kupitia neno, sala na hata uinjilisti. Na naomba usome, uendeshe biashara na ufanye kazi ndani ya hapa. Kwa kushikilia ukweli huu na kwenda shambani, unaweza kuthibitisha neno la Mungu. Hapo ndipo neno la Mungu na ujumbe wa mimbari unakuwa majibu kwako. Hata ikiwa unazingatia kidogo, basi roho yako, moyo wako utafufuliwa, na maisha yako yatafufuliwa, na hiyo ndiyo njia ya kuzingatia. Ninakubariki kwa jina la Yesu, ili kwanza muweze kuwasiliana na Mungu na kupata majibu ambayo yanaweza kuokoa uwanja, na miongoni mwenu mnaweza kupokea baraka za mwanafunzi, kumpata yule ambaye anatamani sana kusikia injili na anaweza kutoa jibu kwa injili. Wacha tuamini na tuombe. Baba, tunakushukuru. Tuwe na mwanzo wa kuwasiliana na Mungu, na vitu vyote vinavyotuzuia kuwasiliana na Mungu vibomolewe. Na siri ya Kristo, ufalme wa Mungu na Roho Mtakatifu irejeshwe ndani yetu, ili tuweze kupokea majibu haya na kuweza kutekeleza harakati hii ya uinjilisti ambayo makanisa ya kwanza yalipokea.